Nimekuja hapa kama raia wa Zanzibar. Maana nikisema wa Tanzania mtanitenga, mtasema usiseme, hatutaki. Jamani, mimi ni raia mwema kwa sababu bado nina pasipoti ya Tanzania. Naiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Tanzania bara, sakata la mzungu kumuua huyo dada, nataka mumpie mkononi. Mumpie mkononi, asifurukute huyo jamaa. Kama hela za kwake yeye, asikuchafulieni kisiwa chenu. Huyo kaja kamnyongea Zanzibar kuja katuona sisi kama ndo tunakula urojo, kwamba sisi ni legeana tu. Hajui kwamba na hicho kisiwa kina full security. Sasa hivi dunia nzima ina trendi habari ya Zanzibar. Dunia inatuangalia, tutahukumu vipi? Hao wanaokuja hapo akajifanya kuleta ushahidi, sijui kajinyonga mwenyewe, sijui kajiua mwenyewe, ni waongo. Yaani hao kamata, peleka mashini, watasema kama mzungu kawapa hela. Peleka bana, pa. Watasema kama mzungu katupa milioni 1, kwa sababu jamaa Bill Gates, madamu jamaa Bill Gates anaweza akatumia hela yake ili kuizima hiyo, ili aonekane yeye ni innocent. Lakini huku mataifa yanasema kabisa kama huyo jamaa kaua. Sasa hapo mnataka mnatizamwa nyie sasa. Je, mtafanyaje? Mimi bado imeniuma. Kwa nini kamuulia kisiwani? Imeniuma kama Mtanzania. Sipendi kuiona Tanzania inaingia katika kashfa. Na sipendi kuona Tanzania inaingia kwenye matatizo, kwa sababu ni nchi ambayo tunaipromote, watalii waje, ndio unaotuingizia sisi. Ndio unaoendesha nchi yetu Tanzania, utalii. Sasa leo utalii ukiingia dosari, hilo demu bonge moja la star Marekani. Limehiti. Story imetrendi, kisiwa kimeanza kueleweka. Tunapiga kwenye mshono. Hapo na nyinyi mnaionyesha dunia kwamba na tuna security very strong, hata kama ni Mwafrika. Kamata mzungu, mpe. Mimi napenda jeshi la nyumbani, kwanza likukamata la kupelekea moto. Mpigeni mapropela shafti mzungu na hela yake. Alafu mwambie sisi hatuhitaji hela, tunataka tujue ulimuua hujamuua. Story nyingine hatutaki. Najua kama hoteli inakanusha, ninaposikia habari huku Marekani wanasema kwamba hoteli inakanusha ili isikose watalii. Lakini kinyuma ya pazia huyo bwana kafanya alichokijua, kinajulikana hapo. Halafu huku, yani naongea sana kwa sababu imeniuma. Huku wanatoa jeshi linakuja, familia imekataa, watu kwa wamekataa, wamesema mzungu kaua. Lakini sasa nyinyi mnatizamwa, sasa mtafanyaje? Jeshi lishakuja huko. Ma FBI huko wameingia tayari huko jamani. Wale tunawaita investigate. Kuna watu wanaitwa investigate. Washakuja huko. Na mnajua kwamba Marekani inatumia jeshi la Kitanzania kuvastigate. Kwa sababu msituone tuko Ulaya huko. Oho. Wengine tuko kazini huko. Msituone mitandaoni network imeyumba. Hela inaingia kwenye account Islamic Bank huko, imelinki. Sasa nisikilizeni taifa langu wa Tanzania jamani. Naomba serikali zote mbili ziungane kwenye sakata la mzungu. Lioneshe dunia, njooni wakimbizi, na tuna security yenu. Mimi Zanzibari nawaaminia. Nakwambia mzungu alimuua Alex Zanzibar. Kuna mzungu alikuwa na kasufa pale, alikuwa anafundishwa Kiswahili. Mzungu huyo alikuwa ni mzungu wa kwanza kuongea Kiswahili Zanzibar, anaitwa Alex, sasa hivi amefariki. Walitoka watu Russia kuja kumuua. Waliomba mpaka serikali ya Russia mzungu yule apelekwe Russia akahukumiwe. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikakataa. Ikawaambia wa Russia, na sisi serikali tunayo, huyu achomoki. Mzungu mpaka leo uko jela, na usikute kashakufa uko jela. Maana mimi niko mdogo, mzungu mzee. Sasa hivi atakuwa wapi? Mmesababisha kwa mtu mzima. Mpaka ngono mmeacha. Alafu kuna mtu ananiambia mimi, Sharifa, mbona ile swala hili umeliweka wazi sana? Sasa ulitaka nidanganye watu niwaambie mimi niliaziniwa. Alafu wewe ukuniambia kama unanitaka. Mimi sikujua kama unanitaka. Naona eti umekasirika kwa nini nimesema nimepakuliwa. Sasa ungemtongoza eti. Ningeweka hata mabano. Hujanishtua mimi kama unanitaka, rafiki yangu umekuja unanichekea DM uko unanichekea. Kumbe unanitaka. Hujaniambia. Sasa hivi nimekuja kusema ulimwengu hapa jamani, nilipelekewa moto, umemind. Eti nimefurahi, hujafurahi lolote.
unaumia ndani kwa ndani nilivyokuambia kama mmekazwa. Sasa wewe ungesema safungukeni. Bwana mimi nakutaka 1 2 3, mimi nakupenda, nikutaka kukuoa, mimi nishaacha zinaa. Zinaa mmeacha, sileta habari za zinaa sasa hivi. Saki process hizo. Wewe unataka mke, mimi nipo hapa dege la jeshi. Sasa msemi, mimi nakuja kusema hapa kwamba nilikaza nyote mmemind DM. Wanaume kibao amechukia eti mimi nilikuwa nakutaka. Sasa ndio ulikuwa useme sasa. Mimi pale ningeka kwenye mabani ungesema jamani nilipigiwa. Mungu naomba hekima kwa kile kitu tunachotaka kwenda kuongea. Kuhusu kifo cha huyo msichana Ashley. Mimi nasema polisi ya Tanzania ikishirikiana na polisi ya Zanzibar, fanyeni uchunguzi wenu na busara kubwa zitumike. Kwa nini nasema hivyo? Msizanie kauli yenu ya kusema kwamba amejiua ndio itaenda kuisha Marekani. Mnajidanganya. Mwili ukifika kule unafanyiwa postmortem nyingine tena. Na msisahau kuna kitu inaitwa private investigators. Watatumwa Zanzibar, watatumwa kwenye hiyo hoteli. Na msitake kuniambia kwamba hoteli haina CCTV cameras, especially hoteli ambayo ni ya watalii. Soko tunadanganyana. Okay. Kwa hiyo polisi ya Zanzibar na polisi ya Tanzania, tumieni busara kubwa sana. Mkiendekeza njaa, tunajua white privilege iko kubwa sana Afrika, tena naweza sema hata zaidi ya huku. Kwa nini nasema hivyo? Mzungu anathaminika Afrika sana. Waafrika tuna tabia ya kumnyenyekea na kumsujudia mzungu kupita kiasi. So privilege yake itakuwa ni kubwa. Tendeni haki na busara itumike. La sivyo utalii wa Tanzania unaenda kuzorota tena kama hii skendo mtaiacha ikaslide in hivyo. It does not make sense kwamba wamegombana wakabadilishiwa vyumba and then all of a sudden anajiua. Msichana aliyezoea luxury. Msichana aliyekuwa ana dream na malengo ya future na mume wake. Hiyo naomba niachie hapo. Tuone kwenye historia ya mwanaume. Huyo mwanaume alright, mimi nataka kumtaja jina lake, najisikia kuwa disgusted. Huyo mwanaume anafanya kazi ya cryptocurrencies. Wanaume wengi wanaofanya hiyo biashara ni matapeli, ni mascammers, ni watu ambao wako very hand to hand na watakatishaji pesa kwenye issue za madawa kulevya. Kwa hiyo kifo cha huyu msichana Ashley kina mambo mengi sana ndani yake. Ndio maana nikasema polisi tumieni busara, kwa sababu haitaisha pale. Familia statement walioitoa ni wazi kwamba wana mpango wa kufanya na kuweka private investigators. So make sure vielelezo vyenu vinafanana. Hoteli waliokuwa naishi, msije mkasubutu kutampa na CCTV cameras kama zipo. Na kama hamna CCTV cameras, which means hoteli yenu haipo kwenye standardi za kimataifa. Period. Wasichana, nimeona kuna post yangu nimeiposti pale, wanawake ambao mnaishi na wazungu, mnakuja mnatetea, mnaongea. Naombeni wasichana wa Tanzania mnisikilize, na wa Afrika, wa Kenya, Tanzania na kokote kule. Najua wengi wenu wameongea Kiswahili, lakini nitazungumza kwa Kiswahili kwa upendo na unyenyekevu. Nyie kwanza, nianze na ambao mmeolewa na wazungu. Kuweni wawazi ni kitu gani mnapitia kwenye ndoa zenu. Not everything is rainbow and butterflies. We know. Nimeishi na mzungu miaka 3. I know. Statistically, katika ndoa 10 za interracial marriage, ni ndoa 4 tu ndo zina amani na wanafurahi. Ndoa hizi 6 zimejaa mateso, masengenyo na ubaguzi. Kinachofanya hamsikii haya mambo ni kwa sababu wanaolewa ni wanawake wa Kiafrika. Kusujudia mzungu ama kuolewa na mzungu ni title.
ni kama achievement, ni kama kitu kikubwa sana, you know. Lakini kiuwazi ni kwamba hawa wazungu, especially watoto wa kiume wa kizungu, wanakuwa katika mazingira ya kuambiwa, wazazi wao wanawaambia wawe na wanawake ama wanaume wa jamii yao. Yani kama wazungu ni wazungu tu. Wanaisema generational. Hawapendi wala hawataki. Kinachotokea ni kwamba unakuta especially kwa hii young generation na hawa wazee. For instance, mzungu wa miaka 40 na kuendelea anakuwa yuko lonely to a point kwamba ndugu zake whatever wanasema it does not matter. So anaona kwa wakati huo akiwa na mwanamke wa Kiafrika ni sawa. And then kwa hao vijana wa sasa hivi wako very diverse, kwamba wameanza kupenda kudate outside their race. Alright? Kinachoenda kutokea ni kwamba akikupenda sana atakuwa anapambana battle na familia yake. Na let me tell you, wewe mwanamke unayeenda kuolewa na mwanamume wa kizungu, hata mwanaume anakupenda vipi, mama yake comes first in any circumstances. Vita kati ya wewe na mama yake kwamba mwanaume akuthamini wewe mwanamke wa Kiafrika, umeenda tu pale umemkuta mtoto wa watu, vita yake sio ndogo. Kingine, wanaume wa kizungu wanakuwa ni wanaongoza kuwa na hizi magonjwa ya kiakili. Mfano bipolar, inaitwa autism. Weni wana mrundikaniko wa mambo mengi sana ya kiakili. Alafu wazungu ni very mysterious. Mzungu anaweza akawa anaishi na wewe, wanaona anakupenda, lakini rohoni kwake ni anakuchukia. Kuna kitu ulifanya hakwambii, anakuwekea kinyongo. Sasa kuna siku atasnap. Wazungu hawapigi, wanakuua. Sio wote, sitaki kugeneralize kwamba mseme nasema wazungu wote. Hapana, sio wazungu wote. Lakini msipende wanawake mliokuwa na wazungu mkatengeneza mazingira ya wasichana waliokuwa Afrika kaona kuwa na mzungu ni kitu achievement. Haiko hivyo. Kuna watu wanaletwa hapa na wazungu, maisha yanakuwa magumu kuliko nini, bora angeishi Afrika. Haya, tukirudi kwenye huyu mwanaume wake, kwanza kuna biashara alikuwa anataka kufanya na msanii anaitwa Iggy Azalea. Kama mnajua nyimbo ya Fancy, I'm so fancy, yes. But Iggy aliback out from that deal kwa sababu kuna mambo fulani ya kifinance huyu mwanaume alikuwa haikiwazi, especially jinsi anavyoingiza pesa. Kama mnajua wasanii wengi ambao kidogo wanaanza kudrop kwenye map, waga mara nyingi sana wanapenda kuinvest milioni zao kwenye investment kama nyumba za kupangisha na nini, wanapenda kutupa pesa zao kwenye investment nyingi. So Iggy na timu yake wakamtafuta, wakazungumza naye, lakini timu yake ikawa ina mdoubt. Kama mtakumbuka nilisema kwamba mwanaume yoyote, awe mzungu awe Mwafrika, akiwa anafanya cryptocurrency, pay very. Mwanamke, kimbia, run. That's a story for another day. Kimbia and run away from that man. Wako linked na money laundering, wako linked na kila aina ya uovu na watu wabaya wanakufaga. Alright? Tena kuna kesi nyingi sana, pendeni kufuatilia true crimes. Kuna kesi nyingi sana za hawa wanaume wa cryptocurrencies, kama mfano coffee house crime na nini. Lakini niseme kitu fulani, wanawake mliolewa na wazungu, please, not everything is rainbow and butterflies. It's not like that. Mimi naishi hapa, nimekuwa na wazungu, najua wazungu wana tabia kusnap, na akisnap anakuua tena kwa style hiyo kukunyonga. Tena huyo ana bahati
Yaani wengi wananyongwa na katakata vipisi kila mahali, anaenda natupa baharini afa anajidia anamtafuta mke wake. Yo guys, kuna ile kipindi kwenye Netflix, mwanaume aliua mke na watoto kwa sababu amepata kimada mwingine. Ukideti mzungu, akili kumkichwa. Mwanaume wa Kiafrika atakuwasha vibao, wa Kizungu anakumaliza. Sio wote, but kuna hatari ya kuuliwa na mwanaume wa Kizungu kuliko mwanaume wa Kiafrika. Cases nyingi zipo. Do your research before uone kila kitu ni raw. Alright.